Katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo John Mnyika ameeleza kwa masikitiko makubwa kuwa hali ya afya ya mwenyekiti wa chama hicho taifa Tundu Antiphas Lissu ambaye anashikiliwa gerezani sio nzuri hata kidogo na inahitaji uangalizi wa haraka. Akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya chama hicho jijini Dar es Salaam, katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo John Mnyika aliwaomba Watanzania wote na wapenda haki kote duniani kumwombea kiongozi huyo ili apate nafuu ya haraka na matibabu sahihi. Katika maelezo yake, katibu mkuu huyo alisisitiza umuhimu wa jamii pamoja na wadau mbalimbali wa masuala ya haki za binadamu kuendelea kufuatilia kwa karibu sana maendeleo ya afya yake akiwa bado anashikiliwa mahabusu chini ya ulinzi mkali wa jeshi la magereza. Taarifa hii nzito na ya kutia wasiwasi mkubwa kuhusu afya ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo taifa Tundu Lissu imekuja wakati kiongozi huyo wa ngazi ya juu akisubiri kuendelea kwa mchakato wa kesi inayomkabili katika mahakama kuu ya Tanzania. Kauli hii ya katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo John Mnyika imetolewa katika kipindi ambacho suala la kukamatwa na kushtakiwa kwa mwanasiasa huyo nguli limekuwa likivuta hisia kubwa na mijadala mepesi na nzito kutoka kwa wananchi, wanachama na viongozi wa chama hicho kote nchini Tanzania. Mchakato mzima wa kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tundu Lissu umekuwa ukifuatiliwa kwa umakini na karibu sana na wadau mbalimbali wa kisiasa pamoja na mashirika ya kimataifa na kitaifa yanayojihusisha na utetezi wa haki za binadamu na utawala wa sheria. Hali hii inasababisha kwa nafasi kubwa ya kisiasa inayoshikilia mwanasiasa ama anayoshikilia mwanasiasa huyo katika uongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini pamoja na mchango wake mkubwa wa muda mrefu katika mijadala mbalimbali ya kisheria, kikatiba na ya kidemokrasia ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Imebainika kuwa hadi sasa bado haijafahamika kwa undani na kwa uwazi wa kutosha aina halisi ya changamoto za kiafya zinazomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tundu Lissu akiwa umo gerezani. Vilevile hadi wakati huu haijathibitishwa rasmi na vyanzo huru kama uongozi wa jeshi la magereza nchini umeshughulikia ipasavyo na kwa wakati unaostahili suala zima la matibabu, vipimo na huduma za kutosha za kiafya kwa mwanasiasa huyo anayeendelea kusubiri tarehe za hatua zinazofuata za kisheria mbele ya majaji wa mahakama kuu. Kauli hii dhabiti iliyotolewa na katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo John Mnyika unaonekana wazi kuwa na ni sehemu ya jitihada za makusudi na za dharura za kiongozi wa chama hicho za kuendelea kuweka hadharani taarifa za kweli kuhusu ustawi na afya ya kiongozi wao mkuu. Viongozi hao wamekuwa wakiendelea kudai kwa sauti kuu haki ya msingi na uangalizi bora zaidi ya kiafya kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tundu Lissu wakati akiwa anaendelea kushikiliwa katika mahabusu ya gerezani bila kupata huduma za kibinadamu zinazostahili. Suala hili la kuzorota kwa afya ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo linaongeza uzito mkubwa zaidi kwenye mijadala mpana unaoendelea nchini kuhusu ulinzi na uzingatiaji wa haki za wafungwa na mahabusu waliopo magerezani. Mjadala huu unaguza hasa namna mahabusu wanavyoshikiliwa katika kesi zenye uzito wa kisiasa na kitaifa wanavyostahili kupata huduma za afya bila ubaguzi, ulinzi madhubuti na haki zote za msingi kwa mujibu wa katiba ya nchi, sheria za ndani na mikataba mbalimbali ya kimataifa ambavyo Tanzania imetia sahini. Wito ulitolewa kwa nidhamu na
na katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo John Mnyika kwa Watanzania kumwombea mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tundu Lissu unaonyesha uwepo wa waziwazi mkubwa na wa dhati ndani ya safu ya uongozi wa chama hicho kuhusu hali ya sasa ya kiongozi wao. Wasiwasi huu unajitokeza wakati viongozi, wanachama na familia yake wakisubiri kwa hamu na kiwewe maendeleo zaidi ya kesi hiyo pamoja na uamuzi utakaotolewa na Mahakama Kuu ya Tanzania katika siku za usoni. Udhibitisho wa taarifa rasmi na za kuaminika kuhusu hali ya kiafya ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo bado unatokana na ushirikiano wa karibu kati ya uongozi wa chama hicho, jopo la wanasheria wake wanaomwakilisha mahakamani na mamlaka husika za serikali. Kutokuwepo kwa taarifa za kina kutoka kwa mamlaka za magereza au Wizara ya Afya kumeendelea kuongeza umuhimu na uzito wa kauli zilizotolewa na viongozi wa chama hicho waliopata fursa chache za kufuatilia kwa karibu hali yake akiwa gerezani. Jitihada za hivi mara moja kwa viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo, nia ya wazi ya kuhakikisha kuwa mwenyekiti wa chama hicho anapata huduma stahiki na za haraka za matibabu kutoka kwa madaktari bingwa mara moja ili kuepusha madhara zaidi ya kiafya yanayoweza kujitokeza. Hatua hii inachukuliwa kwa kuzingatia kuwa afya njema ya mtuhumiwa ni sharti nambari moja linalowezesha utulivu, ufuatiliaji na mzuri na uendeshaji wa haki za mchakato wa kesi yake mbele ya vyombo vya sheria. Ushirikishwaji wa umma kupitia wito wa maombi uliotolewa na katibu mkuu wa chama cha Chadema John Mnyika unalenga kujenga uelewa, mtazamo wa pamoja na ushirikiano wa kijamii kuhusu changamoto asilisi zinazomkabili kiongozi huyo gerezani. Hatua hiyo imeweka wazi kuwa uongozi wa chama hicho unatumia majukwaa yote ya habari na mawasiliano kuhakikisha kuwa suala la kiafya ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo yanatiliwa mkazo unaostahili na mamlaka ya kiserikali kabla hali haijawa mbaya zaidi. Mwisho wa taarifa hii unaonyesha kuwa viongozi, wanachama, familia na wadau mbalimbali wa haki za binadamu ndani na nje ya nchi wanaendelea kusubiri kwa karibu sana taarifa rasmi za uwazi na za kina kutoka kwa mamlaka za afya na jeshi la magereza nchini kuhusu hatua madhubuti na za haraka zilizochukuliwa katika kumpatia matibabu sahihi mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tundu Lissu akiwa bado uko gerezani.